tukio ambalo lilitokea tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2024 katika eneo la Lamadi, ambalo lilileta taharuki kubwa na ikapelekea mpaka kifo cha mtoto mmoja baada ya wananchi kuchukua sheria mkononi na kwenda kwenye maandamano wakiamini katika mkoa wetu wa Simiyu kwamba kuna watoto wawili wametekwa, jambo ambalo baada ya jeshi la polisi kuchunguza kwa kina na kuchunguza kwa weledi na kwa usahihi, na nitumie fursa hii kwanza kumpongeza kamanda wa polisi mkoa wa Simiyu ndugu Swebe pamoja na timu yake nzima na vyombo vyote vya ulinzi na usalama katika mkoa wetu kwa kuweza kubaini jambo ambalo nitawaeleza leo. Kwanza, binti aliyekuwa inasemekana ametekwa ni huyu ambaye yuko mbele yetu hapa, yeye pamoja na mdogo wake. Na katika maelezo baada ya kuhojiwa kwa kina, huyu binti alisema kwamba yeye aliamua kumbeba mdogo wake na kuamua kuondoka kuelekea mkoa wa Shinyanga. Sasa jambo hili katika mkoa wetu lilileta taharuki kubwa. Wananchi wakaamini kwamba watoto hawa wametekwa na wamechukuliwa kwenda kuuawa, kitu ambacho hakikuwa kitu cha kweli. Kwa nampongeza kamanda wa polisi wa mkoa kwa sababu walifanya operation, walifanya uchunguzi, waliita watu mbalimbali wa wahoji, na hapa mbele kama mnavyoona tunaye mama ambaye yuko hapa, ni Mama Rahma ambaye mtoto wake ndio huyu binti, lakini tunaye dada pale mwishoni ambaye yule dada alikuwa anasema huyu ni mtoto wake lakini hajawahi kuwa na mtoto, na baba wa hawa watoto ni yule pale ambaye baba aliaminishwa huyu ni mtoto wake wa kumzaa, kitu ambacho hakikuwa kweli. Jeshi la polisi lilichukua hatua kubwa ya kwenda mpaka kwenye vipimo na wakathibitisha kwamba dada yetu pale hajawahi kuwa na mtoto. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba jambo lile lilitengenezwa na kuwa jambo la uongo, likaleta madhara makubwa katika mkoa wetu wa Simiyu. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye pia ni mwenyekiti kamati ya ulinzi na usalama mkoa wa Simiyu, kwa kuhakikisha kwamba vyombo vyake vyote vinafanya kazi kama ambavyo ilipaswa kufanya, kama ambavyo mmesikia katika taarifa iliyotolewa na wetu wa mkoa kwamba tumefanikisha kukamata mtoto ambaye aliiba mtoto. Lakini nichukue fursa hii pia kuwashukuru vyombo vyote vya ulinzi wa mkoa wa Simiyu kwa kuhakikisha kwamba tunafanikishwa hili. Lakini pia nichukue fursa hii kutoa rai sasa kwa wananchi. Maelekezo nimeyapokea na hizo taharuki ambazo zinaendelea kwenye mkoa wetu kwamba hazitakaa zivumilike. Tuhakikisha kwamba tunaendelea kufanya kazi kwa weledi na kuhakikisha yeyote yule anayevunja sheria bila sababu yoyote, hatua kali zitachukuliwa. Waomba wananchi watupe taarifa fiche ili tusaidie kufichua uovu wote ambao unaendelea kwenye maeneo yetu. Lakini zaidi ya yote nawahakikishia kwamba mkoa wa Simiyu ni salama na kila mtu aendelee kufanya kazi kwa amani.